mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media Injili kwa wote, bado tuko katika parokia ya Mbezi Luis hapa Mbezi, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ilipo parokia ya Mbezi Luis, na mbele yangu niko na mama yangu kipenzi kabisa, rais wa wanawake wa Afrika. Mama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina mwanangu. Pengine hebu jitambulishe pia na wenyewe wakusikie. Kwa majina naitwa Mama Evelyn Malesa Ntenga, ni mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania na rais wa wanawake wa Katoliki kanda ya Afrika. Leo tumeshuhudia viongozi wa WAWATA wako hapa. Neno lako kwa wana WAWATA, lakini kwa kile ambacho kinakwenda kufanyika leo. Asante sana. Kwanza ni pongezi kwa, labda nianze na shukrani kwanza kwa sababu utume wetu yote tunayofanya ni kwa ajili ya kumtangaza Kristo mfufuka. Yes. Na sisi kama viongozi, pamoja na viongozi wote, mimi nikiwa ni mmoja wao, tumekabidhiwa nafasi hii au tumepewa nafasi hii kwa ajili ya kuendelea kuitenda kazi hiyo katika shamba la Bwana. Tunapokutana katika mikutano yetu, lengo ni kuendelea kushirikishana, kuendelea kupeana mbinu njema za kuendelea kufanya kazi hii ya uinjilishaji. Viongozi wa hata jimbo la Dar es Salaam wamekuwa mstari wa mbele sana kufanya vikao, kufanya mikutano, lakini utume wao unaonekana, utume wao unasikika, na watu wanaendelea kutambua kwamba mwanamke katika kanisa anayo nafasi kubwa sana katika uinjilishaji. Kwa namna ya pekee, mkutano wetu wa leo ni pamoja na kujadili yale ambayo tulijiwekea kama vipaumbele vya utekelezaji. Lakini kwa wengi watakuwa wanafahamu kwamba mwenyekiti wetu wa jimbo, Mama Stella Rogasila Kahwa, amechaguliwa kuwa ni mwenyekiti wa umoja wa makanisa ya Kikristo kwa jimbo la Dar es Salaam, kwa kipindi unaitwa UWAMACDA. UWAMACDA. Hongera zake sana. Yeah. Sasa aliposimikwa mwaka huu mwezi wa 3 siku ya tarehe 7, alikabidhiwa pia cheti cha yeye kuandaa mkutano au ibada ya umoja wa makanisa kwa mwaka 2026. Baada ya kukabidhiwa cheti hicho, aliniomba nikipokee kwa niaba ya wanawake wa Katoliki wa jimbo la Dar es Salaam na nije nikikabidhi kwa wanajimbo kama namna ya kuanza kuwapa wajibu wa kufanya maandalizi. Wengi watatambua kwamba toka lilipogawanyika kanisa kanisa la Protestant lilomeguka kutoka kanisa Katoliki, zimekuwepo juhudi nyingi sana za viongozi wa kanisa kuleta ule umoja ambao Kristo aliutaka ndani ya kanisa. Hatua hiyo ndio hatua tunayofanya sisi, ni uekumene. Tunakutana na makanisa mengine yote ya Kikristo ambayo yanaamini katika Kristo, yanaamini katika ufufuko kuwa ndio chimbuko la Ukristo wetu. Kwa lengo ni kuendelea kwenda pande zote za ulimwengu, kuendelea kumtangaza Kristo kupitia utume huu wa mwanamke Mkatoliki na utume wa wanawake katika kanisa. Kwa hiyo niwaombe wanawake wa Katoliki wote wa jimbo la Dar es Salaam watakaoona ujumbe huu waanze kufanya maandalizi ya kiroho kwa ajili ya kupokea na kufanya maandalizi ya umoja huu wa makanisa, kwani ibada itakayofanyika mwakani itaongozwa na itaandaliwa na kanisa Katoliki. Kwa hiyo lengo kuu la mimi kuwa hapa ni kuwatia hamasa viongozi wa jimbo la Dar es Salaam kuwapokea na kuwa mwenyeji wa ibada ya umoja wa makanisa 2026. Hongera sana. Asante sana. Pengine hapo kwenye umoja wa makanisa tumeshuhudia pamoja na mama kuchaguliwa, tunamshukuru sana, anafanya kazi nzuri sana. Lakini kuna baadhi ya maswali ambayo wanawauliza baadhi ya waamini katika umoja huu wa makanisa, mbona hatuwaoni wanawake wa Adventista wa Sabato? Kwa sababu lengo kwa kweli ni kuwaweka wote pamoja, lakini kuna tofauti sana kati ya namna ambavyo liturujia za Wasabato zinaendeshwa na zile za kwetu za kanisa Katoliki au za makanisa haya mengine ya Kikristo. Kwa wale ambao wanaamini katika ufufuko, ndio ambao wanaamini kwamba Ukristo wetu umetokana na kufa na kufuka Bwana wetu Yesu Kristo, ndio ambao wameunganika katika umoja huu. Of course, hatuna sababu ya kutokuendelea kuwakaribisha wengine wote ili kuwa kitu kimoja, kwa sababu lengo wote tunamtafuta Kristo tufike mbinguni. Hakuna ambaye anatafuta kitu kingine. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hiyo kazi ya kuendelea kuwavuta wengine na kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja. Hongera sana mama. Asante sana. Mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media, mama leo amekuja kukabidhi rasmi kile cheti ambacho kanisa Katoliki kupitia kwa mwenyekiti mpya wa UWAMACDA, umoja wa makanisa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, jimbo la Dar es Salaam, yani Dar es Salaam, makanisa yote ya Kikristo hapa Dar es Salaam. Basi leo mama yetu rais
wa wanawake wa Katoliki Afrika anakwenda kukabidhi cheti hicho, na mimi nikupongeze sana mama kwa kazi nzuri. Umekuwa unatabasamu hata kama wakati mwingine unapitia changamoto. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe hadi ushangae lakini usichanganyikiwe. Asante sana. Mtazamaji mpendwa, nikutakia Dominika njema. Mama yetu wabarikiwe na watu wote wabarikiwe. Usisahau tarehe 12 mwezi wa 4 mafungo ya WAWATA pale kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu Posta jijini Dar es Salaam.